Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Macho na masikio ya dunia sasa yapo huko Islamabad nchini Pakistan kuona ni nini ambacho kitazungumzwa kati ya Marekani na Iran baada ya kusitishwa kwa mapigano. Marekani pamoja na Iran wamesitisha mapigano ya wiki mbili ili kuruhusu mazungumzo ambayo yataongozwa na Pakistan. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif ameelezea mazungumzo kati ya Marekani na Iran kama jambo ambalo litaleta mafanikio makubwa ya kumaliza vita hivyo, lakini pia akisema kwamba huenda pia ikavunja makubaliano. Wakati ndege ya timu ya Iran ilipoingia kwenye anga ya Pakistan, ilipewa duara kamili la ulinzi ambapo ni pamoja na ndege za tahadhari za mapema za AWACS, ndege za kivita za kielektroniki pamoja na ndege za kivita ambazo zilisindikiza timu ya Iran hadi Islamabad. Walipokelewa na mkuu wa majeshi ya ulinzi, waziri wa mambo ya kigeni na waziri wa mambo ya ndani. Ujumbe huo umeongozwa na spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Kalibaf, na ni ujumbe ambao unadaiwa kwamba ulikuwa na zaidi ya watu 70. Hata hivyo, kwa upande wa Marekani nako pia viongozi mbalimbali wakiongozwa na makamo wa rais JD Vance, lakini pia na baadhi ya viongozi ambao walishawahi kufanya mazungumzo hayo, Steve Witkoff na Jared Kushner, wanadaiwa kwamba wameshawasili huko Islamabad kwa ajili ya mazungumzo. Viongozi wa Marekani ambao watahusika kwenye mazungumzo hayo wakiongozwa na JD Vance, makamu wa rais, wameshawasili, lakini pia viongozi wengine ambao watahusika ni pamoja na Witkoff pamoja na Jared Kushner tayari wameshafika huko Islamabad kwa ajili ya mazungumzo hayo ambayo yatafanyika siku ya leo. Mazungumzo hayo yanatarajiwa kwamba yatafanyika siku ya leo ya Jumamosi alasiri, lakini pia kwa upande wa Iran ni kwamba taarifa zinasema ni hadi pale masharti yao walioyaweka yatakapofikiwa. Masharti hayo ni pamoja na Israel kuacha kuishambulia Lebanon, lakini pia miongoni mwa masharti mengine ambayo Iran iliyaweka ni pamoja na kulipwa fidia ama baadhi ya madeni yake, ambayo baadhi ya rasilimali zake ambazo zilihifadhiwa kwa muda mrefu kutokana na vikwazo. Inadaiwa kwamba baadhi ya masharti yameanza kutimizwa. Rais wa Marekani Donald Trump, lakini pia na baadhi ya viongozi wa Lebanon wameshafanya mazungumzo na Israel kusitisha mashambulizi dhidi ya Hezbollah kwa muda kabla ya kuanza kwa mazungumzo ya amani kati ya Israel na Lebanon, kwa mujibu wa ripoti ya Axios. Ikinukuu vyanzo viwili vinavyofahamu suala hilo, Axios imeripoti kuwa Lebanon ilitoa ombi hilo kupitia wapatanishi wa Marekani, ikielezea kusitisha mapigano kama ishara ya Israel kwa Lebanon, lakini pia hili likiwa ni takwa la Iran katika kuendelea na mazungumzo ambayo yatafanyika siku ya leo ya Jumamosi. Hata hivyo, matarajio ya mazungumzo kwa siku ya leo yanatajwa kwamba huenda yakawa ni madogo, lakini pia mfumo wa mazungumzo wa leo utakuwa kama siku zote, kwamba ni mazungumzo ambayo sio ya ana kwa ana. Ni mazungumzo ambayo kila upande utakuwa katika chumba chake, na ni mazungumzo ambayo sasa Pakistan itakuwa kiongoza, lakini wachambuzi wa mambo kwa wakati huu wanasema kwamba haitokuwa rahisi kwa siku ya leo kwa Marekani kukubali matakwa karibia 10 ya Iran, lakini pia haitokuwa rahisi kwa Iran kukubali matakwa yote 15 ya Marekani. Matakwa 15 ya Marekani ambayo yaliwasilishwa kwa muda mrefu ni pamoja na Iran kufungua mlango wa bahari wa Hormuz, lakini pia ni pamoja na kuhakikisha uranium yote iliyopo katika taifa hilo inaondolewa na mambo mengine mengi ambayo Iran iliyakataa. Lakini kwa upande wa Iran ni kwamba imeshaweka wazi kwamba lazima iumiliki mlango wa bahari wa Hormuz, lakini pia kuondolewa kwa vikwazo na kusitishwa kwa vita kwa kudumu. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya mambo ambayo yatajadiliwa siku ya leo, licha ya kwamba kuna mambo mengi ambayo yatazungumzwa, lakini kubwa zaidi ni suala la nyuklia la Iran pamoja na suala la kuondolewa kwa vikwazo kwa Iran, lakini pia na masuala mengine mengi ambayo yamesababisha mapigano kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Mtazamaji, tuendelee kusubiri tuone mazungumzo hayo yataleta tija gani kwa wakati huu ambapo dunia inatazama ni nini ambacho kitajiri kutokana na mazungumzo hayo, na kubwa zaidi ulimwengu unatamani mazungumzo hayo yawe na tija ili kuondokana na kadhia iliyojitokeza, kwani kufungwa kwa Hormuz kulileta shida karibia duniani kote. Lakini vita hivi kimsingi vinatajwa ni vita ambavyo havikuwahi kutarajiwa kwamba vingekuwa kama ilivyokuwa. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.